Faidika online utapata la duniani. Ukipenda kuniona pale wakati na swali, wakati nasoma baraza nje, Allahumma salli ala Muhammadi ya Rabbi salli alayhi wa sallim, ndo mimi kingwendulie mzee wa la duniani. Basi usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, usisahau kulike, like upate la duniani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalam ala rasulillahi sayyidil anbiyai wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا في جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. Ndugu zangu wa Islam na wapenzi katika imani, kokote pale mlipo juu ya mgongo wa ardhi, maamkizi mema ninakusalimieni na kukuamkieni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iwe juu yenu na rehma zake na baraka zake. Ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, bado tunaendelea na darasa zetu mbalimbali kwa ajili ya kusaidiana juu ya mitihani mbalimbali, misukosuko mbalimbali tunayoipitia katika maisha yetu. Na leo ndugu yangu Muislam, nitazungumzia uchawi wa aliyefungwa na kuzikwa kaburini. Uchawi wa aliyefungwa na kuzikwa kaburini, vipi atajisaidia mtu huyu? Ndugu yangu mpenzi Muislam na mpenzi katika imani, ama zama tulizokuwa nazo ni zama ambazo uadui umekithiri kupita kiasi, shari imekithiri kupita kiasi, roho mbaya zimekithiri kupita kiasi, wivu, choyo na chuki binafsi. Hivi vitu ni katika mambo yaliyoenea katika zama tulizokuwa nazo kupita kiasi, jambo ambalo linapelekea mtu kwa kumchukia ndugu yake, kwa kumchukia mwenzake, roho ikamuuma juu ya aidha mafanikio yake ama aidha jambo lolote ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamua kumruzuku mwenzake. Hatimaye waweza kukuta ndugu, hata kama ni ndugu wa damu, rafiki kipenzi, akatoka moja kwa moja na kukuendea kwa mshirikina, kukufunga katika makaburi ili usiweze kutimiza ndoto zako, na akuharibie mipango yako na akuvurugie maisha yako. Sasa upo uchawi wa kumfukia mtu ama kumzika mtu makaburini, ama kumfukia mtu makaburini. Ndugu yangu mpenzi Muislamu na mpenzi katika imani, hii ni aina ya uchawi mkali kabisa, au laana ya kichawi inayompata mtu, kwamba kinachokusudiwa hapa na kinachohitajika hapa ndugu yangu mpenzi Muislamu ni mtu kufungwa. Subhanallah, mtu anafungwa kiroho, kana kwamba mtu huyo anaonekana kuwa ni mtu tayari amesha fariki muda mrefu, ili tu asifanikiwe katika maisha yake na mafanikio yake asiyapate, awe kama vile mfu aliyekufa muda mrefu. Na hili linajiri kwa ndugu zangu wengi, ama ndugu zetu wengi katika jamii tuliyokuwa nayo. Kuna baadhi ya watu wanaishi katika ulimwengu huu
lakini wallahi walishazikwa katika makaburi yao muda mrefu pasi na wao kujua. Ndo kakuta mtu anamaliza juhudi zake mbalimbali maskini, anapambana kwa juhudi mbalimbali maskini ili afikie mafanikio fulani, lakini anashindwa kufanikiwa. Ndipo pale mtawaona baadhi ya ndugu zetu maskini hata usiku wa manane wanakosa usingizi, hawalali, wanalia wao muda wote, kujiona wana mkosi mkubwa, kujiona wana mitihani mikubwa, na kuamini kuwa matatizo yao maskini waliokuwa nayo hayawezi kutibika. Hatimaye wanaishia kulia usiku kucha na kuhangaika mchana kutwa, na bado hawaone mafanikio ya aina yoyote. Au wakati mwingine lengo la mtu anayekuroga na kukufanyia uchawi huu wa kukuzika na kukufunga makaburini, ndugu yangu Muislam, lengo lake ni anataka akuone ukiishi maisha mazito kabisa, ama maisha magumu kabisa, maisha ya giza, maisha ya huzuni, na maisha ya kutengwa na jamii na kutengwa na kila mmoja. Ndio pale utaona mtu maskini ya Mwenyezi Mungu maisha yake mbeleni anaona ni kiza kitupu. Marafiki waliokuwa karibu wote wanamkimbia. Ndugu ambao walikuwa wawe msaada wa kumsaidia maskini nao wote wanamkimbia. Wale ambao walikuwa wanawategemea kuwa hawa huenda ikawa ni sehemu ya suluhu ya matatizo yangu, na wao pia wanamkimbia maskini. Anabaki anahangaika mwenyewe, hajui nini cha kufanya, ni kulia tu maskini, ni kulia usiku na mchana, kwani kila anachokifanya kinaharibikiwa na kinakwenda kombo. Ndugu yangu Muislamu, na nia yao kubwa kabisa katika kukutendea uchawi huu ni kuhakikisha haupenyi kufikia mafanikio unayoyataka ama mafanikio unayoyakusudia. Ukisikia hasadi iliyopindukia, ama kwa hakika hii ndiyo hasad, jiulize ndugu yangu Muislamu, na hapo ndipo utakapojua ubaya wa wanadamu, namna gani wanadamu walivyokuwa wabaya na roho mbaya, roho za kutu. Kazi umetafuta mwenyewe masikini, unafanya kwa nguvu zako mwenyewe, kwa bidii zako mwenyewe. Wakati mwingine unaamka usiku kwa makazi yalivyokuwa mazito, haulali maskini, unapambana na jasho lako, ikiwa ni maofisini maskini, unapambana na kazi, haulali. Kuna baadhi ya watu wanalala na laptopu zao katika vitanda vyao kwa ule ubize wa kazi zao maskini. Kuna watu wanamka saa 10 za usiku, hata familia yake maskini haijui baba analala saa ngapi, anaamka saa ngapi, mama analala saa ngapi, anaamka saa ngapi. Maskini ya Mungu analala saa 8 za usiku kwa kazi, alfajiri tayari yuko macho, yuko barabarani, aidha na mabeseni, ama anashughulika na shughuli yoyote maskini, ama ni upishi wa chakula maskini. Anahangaika usiku na mchana, hana anachoambulia. Bado hilo watu linawakereketa, watu linawauma, kitu ambacho humsaidii mtu jambo lolote, lakini mtu anaumia maskini, hali ya kuwa hana anachokuchangia katika maisha yako, wala hana anachokitaraji katika maisha yako wewe. Lakini ile juhudi zako za kupambana na maisha, Mungu akufanyie wepesi, yeye inamtachi kupita kiasi. Hatimaye anakufungia safari kukuendea kwa waganga wa kienyeji katika kukufelisha, kukuzika katika makaburi na kuzima kabisa ndoto zako za mafanikio. Fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ndugu yangu Muislamu, vipi wanakupata uchawi huu? Uchawi huu unakupata vipi? Naomba nikwambie ndugu yangu Muislamu, na nyote mnaonisikia, wacheni kuanika ovyo nguo zenu za ndani uwani. Subhanallah, kuna baadhi ya dada zetu wana tabia hii. Nguo zake za ndani ya salam, anachukua nguo zake, anaweza kaanika tokea mwanzo wa ukamba mpaka mwisho wa ukamba. Pale mchawi anapotaka kukupata, kwenda kukufunga na kukuzika katika makaburi, ni rahisi mno ndugu yangu. Anaweza sichukue nguo yako ya ndani, lakini yale maji yaliyoanguka kutokana na ile nguo yakadondokea katika ardhi ile, akikamata ule mchanga, umekwisha dada yangu. Ndipo hapo mtaona watu wengi wanafungwa kindoa,
ni pamoja na kuanika nguo za ndani. Mchawi anaiba athari ya nguo yako. Mara ngapi tunaona ndoa zinakufa, ndoa inavunjika kwa mwanamke tu kuanza kupigwa uchawi wa kumwaga damu. Daima anamwagika damu isiyokuwa na kikomo, hajielewi maskini, hata ibada zake anashindwa kufanya vizuri. Nini tatizo? Kuanika kwa nguo zake za ndani uani, ndipo pale maskini walipompata na kwenda kumfanyia uadui na kumfanyia ubaya. Ndugu yangu Muislamu, sasa unapokuwa unaanika nguo zako uani, wao wanaweza wakachukua athari yako. Wanaweza kachukua athari yako kathaubin, kama vile nguo, wakalansuati au mindilin au fanila. Wanaweza kachukua nguo yako ulioivaa, ama wanaweza kachota unyayo wako, ama wanaweza kuchukua nywele zako. Kuna baadhi ya watu wanalala, akiamka asubuhi anajikuta nywele za kichwani, sehemu ya nywele za kichwani hakuna, ama sehemu ya nywele zinazoota sehemu zingine amechukuliwa, hakuna maskini. Uchawi maalumu unakwenda kufanyika hapa kwa ajili ya kumfunga mtu na kwa ajili ya kumzima mtu juu ya kazi zake na ndoto zake anazozitarajia kuzitimiza. Sasa wanaweza kachukua athari hizo, ama sasa hivi inaweza ikachukuliwa athari ya picha ya mtu. Ndio maana kuna baadhi ya nyakati, dada zetu, tunakukatazeni kujianika ovyo mitandaoni. Si kila anayeona mafanikio yako uliyoyaposti mtandaoni anapenda, dada yangu. Wengine wana roho za hivi, wengine wana vijiba vya roho za kutu, roho zinawauma juu ya mafanikio yako madogo maskini uliokuwa nayo. Unajiposti umenunua gari, unajiposti umefanya kadha, unaanza ujenzi tu msingi wa nyumba, umeposti tayari mitandaoni. Pale inadukuliwa picha yako, inakwenda kufanyiwa uchawi, unakwenda kuzikwa katika kaburi la mzee aliyekufa muda mrefu, ambaye naye alikuwa mshirikina. Hapo Mwenyezi Mungu akiwakubalia, ndugu yangu, jua kabisa unaanguka, utadondoka, utamalizika, utaisha kabisa, na utapata hasara na shoti za hali ya juu. Kwa ndugu yangu mpenzi Muislamu na mpenzi katika iman, epuka sana kutangaza baadhi ya mafanikio yako, ama dada zetu kujianika sura zenu katika mitandao ya kijamii. Kuna watu wanaumia hata na uzuri wa sura yenu uliokuwa nayo. Dada yangu, yawezekana Mwenyezi Mungu amekuumba na maumbile mazuri, una sura nzuri, una shepu nzuri, una rangi nzuri. Hasidi anapokuona na mchawi anapokuona akikuzika tu katika makaburi, dada yangu, umekwisha. Ndipo pale mtakapoona mtu alikuwa na ngozi yake nyororo, ngozi ya kuvutia, ngozi ambayo subhanallah imekubali, inawakawaka na kumetameta. Baada ya muda, maskini ya Mungu, ngozi inakunjamana kama mzee wa miaka 100. Nini? Picha alizoziweka watu wameamua kumroga. Si anatambia uzuri wake, si anatambia shepu yake, si anatambia rangi yake aliyokuwa nayo. Wacha sasa tukamkomeshe, ashike adabu zake na akome kabisa kututambia sisi. Nini wanakwenda kukifanya pale, ndugu yangu Muislamu? Wanachukua athari ya picha yako, inakwenda kufanyiwa mambo za kichawi, kisha moja kwa moja unakwenda kuzikwa katika makaburi. Fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Na wanawachuoni wanasema usiombe athari yako ikaenda kuzikwa katika kaburi alilozikwa mchawi mwenzao. Subhanallah, hiyo ndo inakuwa uchawi wake mzito na wenye nguvu. Ikichukuliwa athari zako zikaenda kuzikwa katika kaburi ya mtu gwiji la uchawi lililokufa muda mrefu huko, ukaenda kufukiwa pale, kaburi iliyopigwa laana na Mwenyezi Mungu kwa ule uchawi waliokuwa wakishiriki duniani, hapo wamekumaliza ikiwa Allah atawakubalia. Ndugu zangu Waislamu na wapenzi katika imani, sasa nakupeni alama za mtu aliyefungwa makaburini, aliyefanyiwa uchawi wa kufungwa makaburini. Yaweza kuwa wewe unanitazama,
athari yako muda mrefu, unaishi katika ulimwengu, kumbe ulishazikwa muda mrefu kaburini. Yawezekana ndo unasikiliza mada hii kwa hivi sasa, ndugu yangu Muislamu, ikawa kumbe muda mrefu baba yangu umeshazikwa katika makaburi muda mrefu kabisa. Inawezekana umekwisha pambana kwa juhudi nyingi, umekwisha jitoa katika mambo mengi, umekwisha kufanya mambo mengi ya kufanikiwa, lakini hufikii ndoto zako unazozitaka. Wakati mwingine ndugu yangu, wewe unatembea tu, lakini ulishazikwa muda mrefu katika makaburi ya wachawi na makaburi ya magwiji waliokufa muda mrefu. Alama ya kwanza ndugu yangu unayenitazama, ambayo inampata mtu aliyefungwa makaburini kichawi, uchawi uliokuwa barabara kabisa na uchawi kiboko ya kuwashikisha adabu kila anayejitamba katika mtaani, ndugu yangu, ni wanasema wanawachuoni, ni mtu kupata usingizi mzito kabisa na kusinzia hovyo hovyo pale tu anapopata madakika kadhaa ya kukaa peke yake. Kuna baadhi ya watu anapata usingizi ambayo inamshinda hata yeye kujizuia usingizi ule. Na hili mara nyingi inajiri sana pale mtu anaposikiliza Qur'ani au anasikiliza mawaidha au anasikiliza jambo lolote lile la kheri, uchawi aliyefanyiwa anajihisi usingizi mzito unamshinda kujizuia, ama anasinzia hovyo na kukoroma mara kwa mara katika maeneo na sehemu anazokaa. Ndugu yangu Muislamu, hiyo ni moja katika alama za mtu aliyefungwa uchawi akazikwa makaburini. Ama alama ya pili, wanawachuoni wanasema ni mtu kuota sana makaburi. Yani mtu ndoto zake anaota mno makaburini. Mara nyingi anaota yuko katika makaburi, ama anaota watu waliokufa muda mrefu kila wakati katika ndoto zake. Au wakati mwingine anaweza akawa anaota mazishi, anaota watu wanakwenda kuzikwa, anaota maiti imebebwa inakwenda kuzikwa. Moja katika alama zinazojulisha juu ya mtu aliyefungwa uchawi wa kwenda kufukiwa na kuzikwa makaburini. Wewe unaishi duniani ukipambana, fa subhanallah, kumbe tayari watu walishakuzika muda mrefu na wewe mwenyewe haujui. Wakati mwingine katika ndoto zake anaweza akawa anaota giza. Mtu katika ndoto anaota giza, au anaota watu wanamchimbia shimo na wanamfukia katika shimo lake. Moja katika alama zinazoonesha mwotaji wa ndoto hizo, ndugu yangu na nitazama, amezikwa makaburini kichawi. Ndugu yangu Muislamu, ama alama ya tatu wanawachuoni wa umma wanasema, na alama hii inawakuta watu wengi kabisa ndugu yangu Muislamu, ni mtu kila anapoanzisha jambo la mafanikio, basi lazima jambo lile litakufa. Hata kama litaonesha mwanga na taswira nzuri mbeleni, lakini wallahi litakufa lile jambo katika njia asizozitarajia yeye mwenyewe. Subhanallah. Ama lile jambo litaharibika katika njia asizozitegemea na asizozitarajia. Na watu wengi hii wanayo. Mtu anaanzisha jambo, maskini hafikii mwishoni. Wapi uliona maiti inafanikiwa baba yangu? Uchawi ujue uko hapo, maalumu umewekwa, na jina lako limechukuliwa, na athari yako imechukuliwa, ima nguo yako ama nywele zako ama athari yoyote inayotokana na wewe, hata kama ni unyayo, na imekwenda kuzikwa katika kaburi la mchawi aliyekufa muda mrefu. Ndugu yangu Muislamu, alama ya nne ni katika alama inayowatesa watu wengi, alama hii ambao wamezikwa kichawi muda mrefu. Ni alama gani hiyo ndugu yangu Muislamu? Ni alama pale unapoona unapomkaribisha mtu katika jambo lako, basi lile jambo ni lazima litakufa na hamwezi kufanikiwa. Subhanallah. Kuna baadhi ya watu kwa wema wao na huruma yao anaamua ni mkokote huyu ndugu yangu, nishirikiane naye katika hii biashara. Kitendo cha wewe kufika tu katika ile biashara, biashara yote inaporomoka.
Ukiingizwa tu katika ile kazi uliyokuwepo, subhanallah, kazi itaharibika, mambo yatakwenda hovyo, kila kitu kitaharibika kwa wewe tu kufika pale. Kwa nini? Kwa sababu muda mrefu umeshazikwa na hakuna maiti inayopata mafanikio ya kidunia baada ya kuzika kwake. Ndio pale utaona hata wafanyakazi wenzako wanaulizana maswali, mbona toka huyu bwana kuja hapa mambo yamebadilika, mambo yamekuwa magumu? Yani huyu toka tulivyomkaribisha tu hapa, ndio kila siku sisi ni watu wa majanga. Ndio pale unapoona vitimbi na visa mbalimbali vinaanza kwa ndugu zako na ushirikiana nao, ili waweze kukutenga na kukutimua, kwa sababu umefika pale unaonekana kuwa umebeba mambo ya nuksi na mikosi, na hatimaye wanashindwa kufanikiwa katika mambo yao. Mara kwa mara mtu aliyefungwa katika makaburi, ndugu yangu Muislamu, anakuwa ana maisha ya huzuni. Yani maisha yake kwa asilimia kubwa yanagubikwa na huzuni, kujilaumu yeye mwenyewe na nafsi yake maskini. Ndio mara nyingi unamkuta ni mtu anapenda kujitenga, anakaa peke yake, huzuni zinamshika, anawaza kupita kiasi maskini. Wakati mwingine mawazo yanamuelemea, anashindwa kujinusuru na mawazo yale maskini. Fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ndugu yangu Muislamu, ama alama ya mwisho ya mtu aliyezikwa makaburini katika njia za kichawi ni pamoja na alama ya mtu kukataliwa hali ya kuwa katimiza vigezo vyote vinavyostahili. Unaweza ukaenda sehemu, wallahi alazim, una vyeti vyako vizuri maskini, umefanya performance kubwa kabisa katika interview yao, lakini watu tu wanajikuta nafsi zao zina uzito na kukukubali wewe na kukuchagua. Na hii inajiri mno kwa dada zetu. Utakuta binti mzuri maskini ya Mwenyezi Mungu, amekusanya sifa zote za uzuri, lakini wallahi alazim huwezi kuamini, mwanamume akimpata leo kuonesha nia kutaka kumuoa, kesho anamuona kana kwamba ni kinyesi ama ni adui mkubwa kuliko mwingine. Sasa mtu unabaki unajishangaa, mimi nina shida gani? Mbona kila ninapokwenda sehemu watu wananikataa? Kila tukienda sehemu yani kana kwamba unanuka, watu hawataki hata kukuona wala kukusikia, pasi na sababu ya aina yoyote. Jua ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, uchawi wa kumzika mtu katika makaburi, hapo tayari umekwisha kukamata na ndio unaokutesa. Lakini wakati mwingine hata mapenzi maskini ya Mwenyezi Mungu anakosa yale mapenzi, anakataliwa kimapenzi, ama jamii inamtenga na jamii inamkataa. Kwa nini? Ni maiti huyu tayari muda mrefu maskini alishazikwa katika makaburi, yeye mwenyewe hawezi kufahamu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, mfalme mkuu, bingwa wa mabingwa, aliyenyanyua mbingu 7 pasi na nguzo, atufungue vifungo hivi tulivyofungwa, atuondoshe mabalaa na mitihani, na atujalie kila lenye kheri na kila lenye baraka. Namna gani sasa ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani unaweza kujisaidia? Unaweza kujisaidia juu ya mtihani mgumu kama huu ambao umefungwa katika makaburi, ama umezikwa katika makaburi muda mrefu pasi na wewe mwenyewe kujua. Wanawachuoni wa umma wanasema kwanza ni kathratul istighfar. Mgonjwa wa hili anatakiwa akithirishe sana kumwomba Allah msamaha, yani kithirisha sana al-istighfar. Watu wengi huwa hawajui. Tunapokuambieni istighfari kufanya, jamani, istighfari ni moja katika dawa kubwa sana. Istighfari inatibu maradhi yote. Istighfar inafungua vifungo vyote vya kichawi. Wallahi alazim nakuambieni, istighfar inafungua neema na inafungua milango ya baraka. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala al-istighfar, Allah akusamehe makosa yako, Allah akusamehe madhambi yako. Lakini pia tuna kisomo cha siku 7. Yani kuna kisomo cha siku 7. Yani mtu anatakiwa afanyiwe kisomo hichi kwa muda wa siku 7. Ni kisomo maalum ambacho kimekusanya aya mbalimbali
ambazo aya hizi mtu anaposomewa ni maalumu kwa ajili ya kumzingua mtu, zinguo la kumzingua aliyezikwa na kufukiwa makaburini. Hizi ni aya nyingi zilizowekwa na wana wachuoni wa umma ambazo mgonjwa anatakiwa asomewe katika muda wa siku 7. Lakini pia mgonjwa wa hili anatakiwa asomewe ya Fattah, jina hili la Allah subhanahu wa ta'ala, al-Fattahu au ya Fattah, ya Fattahu, ya Fattahu. Kwa muda wa siku 7 jina hili anatakiwa asomewe aliyakuwa analisikia mara 1711, mara 1711 asomewe jina ya Fattahu, ya Fattahu. Sio usome wewe mwenyewe, usomewe katika masikio yako wakati unasomewa, na wewe ukiwa unasema ya Fattah, ya Fattah mara 1711. Insha Allahu taala hiyo ni mujarabu sana sana katika kufungua uchawi wa mtu aliyezikwa katika makaburi. Lakini pia ndugu yangu Muislamu, unaweza ukachukua zaiti zaitun, mafuta ya zaituni. Sikiliza vizuri, mafuta ya zaituni Allah amepata kuyapia. Mafuta ya tin Allah amepata kuyapia, na al-adhimu la yuksim illa bi'adhim, aliyemtukufu ambaye ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huwa haapii ovyo ovyo baba yangu, ila anachokiapia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kitu kikubwa na ni kitu kizito. Sasa Allah anasema watini wa zaitun, ninaapa kwa mtini na mzaituni. Subhanallah, Mwenyezi Mungu akiapia jambo, hilo jambo ni jambo zito. Watu wengi mnapuuza mafuta haya, mafuta ya tini na mafuta ya zaituni, lakini wallahi ninakuapieni, mngalijua siri inayopatikana katika maisha haya, daima msingalikimbilia mikorogo na mngekuwa mkitumia mafuta haya. Sasa mafuta haya ya mtini na mzaituni, wanachuoni wanasema yachukuliwe na mafuta ya mkunazi, mafuta ya tini, mafuta ya zaituni na mafuta ya mkunazi. Mafuta haya matatu yachanganywe pamoja. Yakisha changanywa pamoja, yasomewe tena dhikiri ile ile al-Fattahu, yani ya Fattahu, ya Fattahu. Kwa kikazi kimoja isomewe mara 10,000. Mafuta haya yaandaliwe na isomewe mara 10,000. Ya Fattahu, 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 ya Fattahu. Yachukuliwe mafuta original, si mafuta feki kama tunayouziwa sasa hivi mitaani. Mtu anakuambia mafuta ya zaituni, kumbe wameyachakachua. Haya mafuta ya tini, kumbe wameyachakachua. Haya mafuta ya mkunazi, kumbe wameyachakachua. Hatimaye mtu anachukua na anaona hayamsaidii kitu chochote. Hatimaye sisi tunaowapa watu njia tunaonekana tunawadanganya. Wafanyabiashara na wauza maduka ya madawa, muogopeni Mwenyezi Mungu na muogope siku mtakaorejesha kwake. Ukimwambia mtu kitu hii ni original, basi kweli iwe ni original. Usimuuzie mtu kitu feki, si jambo jema na si jambo zuri. Sasa hakikisha unapata mafuta yaliyokuwa original, yasomewe ya Fattah, ya Fattahu, ya Fattahu mara 10,000 kwa kikazi kimoja. Yani kama ni shekhe anakusomea hayo mafuta, basi kwa kikazi kimoja azipige ya Fattahu mara 10,000 insha Allahu taala. Nawe utakuwa ukitumia hayo mafuta katika njia ya kujipaka mafuta yale insha Allahu taala. Lakini pia hata ukichukua vitone vya yale mafuta ukatia katika maji ya uvuguvugu ukawa unakunywa pamoja na kujipaka asubuhi na jioni, ni mujarabu pia katika kufungua vifungo vya mtu aliyezikwa katika makaburi. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala, mfalme mkuu, bingwa wa mabingwa, aliyenyanyua mbingu 7 pasi na nguzo, aweze kutuondoshea hii mitihani na haya matatizo. Pia ndugu zangu, alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, katika kituo chetu tunafanya dua mbalimbali.
tunafanya dua mbalimbali, tunawafanyia watu visomo, hata wale ambao waliokuwa wako mbali, wako nje za nchi, alhamdulillah tunaweza pia tukawafanyia visomo, na pia vile vile tunafanya visomo vya itikafu kwa wale ndugu zetu waliokuwa mbali. Kwa hiyo wale wahanga wa hili, huwezi maskini ya Mungu mwenyewe kujifanyia haya, basi insha Allahu taala unaweza pia kuwasiliana nasi tukakusaidia biidhni rabbil alamina katika njia zilizokuwa sawa sawa. Na Mungu Allah subhanahu wa ta'ala atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mwenyezi Mungu atukinge na machawi, atukinge na mitihani, hasadi na misukosuko mingine mbalimbali, atufungue vifungo tulivyofungwa na wachawi, atufungue vifungo tulivyofungwa na mahasidi, na Allah atuwekee wepesi wa mambo, kila lilokuwa zito Mwenyezi Mungu awe ni mwenye kutuondoshea. Shukran lakum, jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faidika Online utapata la duniani. Ukipenda kuniona pale wakati na swali, wakati nasoma baraza nje, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim, ndo mimi kingwendulie mzee wa la duniani. Basi usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, usisahau kulike, upate la duniani.